Pale sasa hivi Lilambo napo lami imekuja pale kwenye viwanda. Kule mjini lami mnaziona. Katika mji huu tumelipa fidia. Fidia ya EPZA shilingi bilioni 5 na milioni 300 zimelipwa. Fidia ya bonde la mto Luila shilingi bilioni 2 na milioni 400 tumelipa. Fidia ya airport shilingi milioni 600 zimelipwa. Leo asubuhi tulikuwa tunazindua chuo kikuu kule, ujenzi wa chuo kikuu Pambazuko. Fidia yake shilingi milioni 630 zimelipwa. Barabara ya Songea Makambako tunaipanua, fidia tayari imeshalipwa. Tunakwenda kuongeza upana, kuweka njia za waenda kwa miguu, kuweka na taa kuanzia katikati ya mji mpaka tunakofika kule Sanangula. Na mkandarasi ameshapatikana, shughuli hiyo inakwenda vizuri. Maendeleo katika mji wetu ni makubwa mno. Hii ni kazi ambayo mimi mbunge wenu na madiwani tunaifanya. Sasa kuna jambo moja niliseme. Utaratibu wa uongozi una ngazi yake. Huku nyuma niliwahi kuongea hili jambo. Chama chochote cha kisiasa kinachagua watu 4 kuwapeleka serikalini. Mtu wa kwanza ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Mtu wa pili ni diwani. Mtu wa 3 ni mbunge. Na mtu wa 4 ni rais. Hawa wote 4 wana sifa moja. Wanateuliwa na chama cha siasa kugombea uchaguzi na kuwakilisha serikalini. Sasa katika utaratibu huo hata utendaji uko hivyo. Mheshimiwa Rais kule haijui Lilambo, haijui Likuyufusi, haijui Mang'ua, haijui Nkurumo. Yeye anajua Songea na mwakilishi wangu anaitwa Damas. Damas ndo anazijua hizi kata. Tukifika kwenye kata, Damas hapaswi kuijua mitaa. Anayejua ni nani? Yobo. Nalisema hili kwa sababu ninaona viongozi wenzangu, wakati mimi sipo, nikiwepo wasemi hivyo. Wanasema huu mradi ametuletea rais, mbunge hatajui. Sasa wewe diwani na rais mnakutana wapi? Mimi mwenzako mbunge, waziri nakutana naye. Namwambia Mheshimiwa Rais, pale Lilambo hospitali hatujamaliza ile kituo cha afya, anatuongezea mambo. Viongozi wote wa chama na madiwani na wengine, tunapoongea hili tuwataje wote. Tumtaje rais, tumtaje mbunge, tumtaje diwani, tuwataje viongozi wa serikali za mitaa. Huu ndio utaratibu. Nje hapo tunadanganyana. Nilikwenda kwenye kata moja jana. Kiongozi mmoja sitaki kumtaja aliwadanganya wananchi. Anasema unajua mimi alafu nimeshirikiana na mgombea anataka ubunge ndio tumeleta umeme hapa. Inawezekana hiyo? Unajua uenda wazimu sio uvue nguo utembee uchi. Hata maneno yako inaweza kawa ni uenda wazimu. CCM oye! Kitaifa, Mama Samia amefanya makubwa sana. Reli ya kisasa Dar es Salaam mpaka Dodoma sasa hivi masaa 3. Uwanja wa ndege Msalato Dodoma unajengwa.
Bwawa la umeme linafanya kazi. Daraja la Busisi Kigongo limekamilika. Ununuzi wa ndege umekamilika. Sekta ya afya inakwenda vizuri. Lakini katuletea msaada wa kisheria unaitwa Mama Samia Legal Aid Campaign. Nani kama Samia? Nani kama Samia? Rais huyu anatufanyia mengi mazuri. Na niwaambie Wanalilambo, tuna bahati ya kupata rais kama huyu. Rais aliyoletwa na Mungu. Mungu alitaka Samia awe rais. Kwa sababu kumbukeni 2020 ya kugombea urais alikuwa mgombea mwenza, sio? Lakini kinachopangwa na Mungu mwanadamu anaweza kukibadilisha. Mungu alimwandaa kwamba tunakwenda, nitamchukua Magufuli, wewe utakuwa rais. Sasa sisi ni nani wa kupingana na Mungu? Safari hii tukaseme asante Mungu kwa kutuletea rais kama Samia Suluhu Hassan. Tukajaze kura za mheshimiwa rais kwa wingi mno. Tujitokeze kwa wingi kwenye uchaguzi. Lakini pia niwaambie jambo moja, niseme nisiseme? Sema. Na mimi nitagombea. CCM oye! Ndugu zangu, siku ya jana taifa limepata msiba mkubwa. Tumempoteza aliyekuwa waziri wa fedha na mipango, aliyokuwa waziri mkuu na aliyokuwa makamu wa kwanza wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mzee wetu Mheshimiwa Cleopa David Msuya ametutoka. Taifa liko kwenye maombolezo ya siku 7 kuanzia jana. Bendera zinapeperushwa nusu mlingoti, na sisi kwa umoja wetu tumuombee kwa Mungu pumziko la amani. Tuiombee heri familia yake. Msuya ameacha alama nyingi katika nchi hii. Sasa kwa kuwa nimewaambia kwamba na mimi nitagombea, make muda bado mpaka tuvunje unga, lakini nawaambieni kabisa, kwa sababu hapa ni nyumbani kwangu, ili nyinyi Wanalikuyufusi na Wanalilambo, kazi yangu mimi sio kuwaomba nyinyi kura. Kazi yangu nyinyi mkaniombee kura sehemu nyingine. Muda ukifika, mko tayari? Kwa waheshimiwa mabalozi mko hapa? Mabalozi mpo? Wale wajumbe wa mabalozi mpo? Sasa kesho kutakuwa kuna semina ya mabalozi na wajumbe wake. Leo zimeanza kata nyingine, kesho kata ya Lilambo zamu yake. Kwa mara ya kwanza mabalozi na viongozi wao wale wajumbe wanapata semina ya kiserikali. Takwenda pale mjini mkiwa mmeoga, mmependeza. Akina dada mtakuwa mmepaka na wanja, mmeweka na lipstick na kubadilisha miondoko kidogo. Semina itafanyika pale. Semina hii inakusudia kuwapa ujuzi mabalozi na kamati zake kuhusiana na masuala ya utawala bora, uraia, uchaguzi, ukatili wa kijinsia na utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala. Semina hizi ni adimu sana. Mimi kama mbunge wenu na waziri
Ndiyo nimeenda kumuomba Mama Samia atupe semina hizi. Sasa niwaulize, mimi mbunge wenu ningekuwa sio waziri ningeipata hiyo semina? Kesho mabalozi mnaenda kupata elimu kule, wanajumbe wenu msikose. Mengi mtayapata kule. Viongozi wa matawi itakuwa tarehe 12 na 13. Na viongozi wa kata itakuwa tarehe 15. Wote tunaenda kupata semina hiyo. CCM oye! Kuielewa oye! Maana ukielewa manake mambo yamekwenda vizuri. Sasa ukienda kwenye semina utaielewa zaidi. Jamani, mvua inakuja lakini mimi sitoki. Mvua inakuja lakini mimi sitoki. Mbona wakati tunalima shamba la kijiji pale tukao tunalima na mvua? Tumesahau? CCM oye! Kwa hiyo wote tutapata semina hiyo, inatokana na Mama Samia Legal Aid Campaign, itatupa mafundisho mengi sana, ila mjue mbunge wenu ndo alikwenda kuiomba huko. Lakini mwaka huu 2025 mwaka wa uchaguzi, na mwaka wa uchaguzi unafanana na msimu wa mvua, unafanana na kifuku. Mvua zinanyesha na mbu wanakuwa wengi. Kwa hiyo mbu wa uchaguzi tutawaona tu. CCM oye! Tutawaona mbu wa uchaguzi ndani na nje ya chama. Hawa wa ndani hawa hatuna shaka nao, kwa sababu waamuzi wa mchakato wa ndani ni nyinyi mlioko hapa. Mpaka sasa mnajua nani tuliokota naye moto, tuliokota naye kuni, na nani tunaota naye moto. Lakini wale wa nje, CCM imefanya mambo makubwa sana. Mama ameupiga mwingi, wabunge wa CCM wameupiga mwingi, madiwani wa CCM wameupiga mwingi. Wenzetu wamepima maji wakazani ataishia kwenye kisigino. Wameona maji yanaongezeka kwenye magoti, wanaona maji yameongezeka yamekuja kiunoni, wameongezeka yamefika shingoni, yamekwenda maji yamegusa mustachi. Na maji yakigusa mustachi kimebakia nini? Malilo. CCM oye! Wanaanza kuleta visingizio, alafu visingizio vyao wanaviweka kwa lugha ya Kiingereza ili sisi wananchi eti tusielewe Kiingereza. Wanasema no reform no election. Yaani hiyo yote kutuvuruga sisi. Sasa hawajui na sisi tukisha kunywa ulanzi kidogo Kiingereza kinakuwepo. CCM oye! Hivi jamani, ukipata ulanzi zile yes no sasa zinakuwepo? Sisi zinakuwepo? Ansila sisi zinakuwepo? Jessica sisi zinakuwepo? Yaani nikielewa Kiingereza na kielewa. CCM oye! Sasa ile no reform no election kwa Kiswahili maana yake bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Ndio maana yake. Wanasema hatujafanya mabadiliko kwenye sheria za uchaguzi. Sasa mimi leo nataka niwapeni mabadiliko tuliyoyafanya.
Uchaguzi wa kwanza ambao umeingia kwenye rekodi ya Tanganyika, kati unaitwa LEGICO, Tanganyika Legislative Council. Tumesoma kwenye historia mwaka 1958 na 59. Nchi hii ilifanya uchaguzi kwa misingi ya ubaguzi wa rangi. Vyama vya siasa vitakiwa kuweka wagombea kwenye nafasi ya Mwafrika, kwenye nafasi ya Muhindi, kwenye nafasi ya Mzungu. Kwa hiyo kigezo mwaka 1958 59 kilikuwa ni ubaguzi wa rangi. Mwaka 1952 Nyerere alifanya mabadiliko, tuliondoa hiyo. Tukasema sasa tutafanya uchaguzi sio kwa misingi ya ubaguzi wa rangi. Kila chama kitasimamisha mgombea mmoja, awe Mwafrika, awe Muhindi, awe Mzungu, lakini mgombea awe mmoja. Sasa ndugu zangu, hayo ni mabadiliko si mabadiliko? Tunaambiwa eti hakuna mabadiliko. Mwaka 1965 tulifanya mabadiliko mengine. Tuliondoa vyama vingi tukaleta chama kimoja. Na pale kwenye uchaguzi rais anakuwa mgombea mmoja. Wao unasema ndio au hapana? Wabunge wanakuwa wawili ambao wameletwa na chama hicho hicho, natakiwa mchague mmoja. Hayo ni mabadiliko si mabadiliko? Mwaka 1992 tulivyoingiza vyama vingi tulifanya mabadiliko tena. Tukasema sasa rais hatakuwa peke yake kwenye uchaguzi. Kila chama kitaweka mgombea wa rais. Wabunge hawatakuwa wawili toka kwenye chama kimoja. Kila chama kitaleta wabunge. Wakiwa 10 sawa, wakiwa 19 sawa. Na hii wananchi mnaijua kwa sababu tumefanya uchaguzi wa 95, tumefanya uchaguzi wa 2000, 2005, 2010, 2015 mpaka 2020 kwa mfumo huo. Hayo ni mabadiliko si mabadiliko? Mabadiliko. Lakini mabadiliko makubwa sana kwenye uchaguzi na sheria za uchaguzi tumeyafanya Februari 2024. Na hapa naomba mnisikilize kwa makini. Maana haya ndio mabadiliko yaliyopo sasa. Kama una kalamu na karatasi, shika uandike. Kama una simu, andika kwenye simu yako. Badiliko la kwanza, tumefuta sheria ya uchaguzi wa taifa ya mwaka 1985 kwa madai na maombi ya wapinzani baada ya kukaa na Mheshimiwa Rais kuongelea 4R. Wakasema sheria haitufai, tunaomba tuifute. Tumechukua, tumeifuta, tumetupa kwenye dustbin. Tumekwenda kufuta sheria ya pili ya uchaguzi. Sheria ya uchaguzi wa madiwani ya mwaka 1979. Kwa maombi ya wapinzani tumeifuta. Haya mambo yamefanyika Februari mwaka jana bungeni. Na mimi nikiwa mbunge na nikiwa ni waziri. Kwa hiyo nimeshiriki na yajua. Badiliko la tatu, tumekwenda kutunga sheria mpya ya uchaguzi. Inaitwa sheria ya uchaguzi wa rais, wabunge na madiwani. Sheria namba 1 ya mwaka 2024. Sheria mpya kabisa baada ya kufuta ile ya zamani. Badiliko la 4, tumekwenda kuunda sheria mpya ya tume huru ya uchaguzi. Inaitwa sheria ya tume huru ya uchaguzi. Sheria namba 2 ya mwaka 2024. Sheria hii kwa mara ya kwanza tume imetamkwa kwenye sheria na muundo wake umefafanuliwa kwenye sheria. Sheria mahususi kabisa. Hilo ni badiliko la 4. Badiliko la 5, na haya yote yametokana na maombi ya wapinzani. Badiliko la 5,
tumekwenda kuwaondoa wakurugenzi wa halmashauri wasiwe wasimamizi wa uchaguzi. Mnafahamu kwa miaka ya nyuma wakurugenzi ndio walikuwa wasimamizi wa uchaguzi. Sasa hivi kwa mjibu wa sheria hizi mbili tumewaondoa. Hiyo ni badiliko la 5 na linatokana pia na maombi ya wapinzani. Badiliko la 6, wasimamizi watapatikanaji wa uchaguzi. Sasa hivi itatangazwa, wanayetaka wataomba kwa barua zilizoandikwa kwa mkono wao, maombi yatapokelewa, na wanayetaka watafanyiwa usaili. Waliofaulu usaili ndio watateuliwa kuwa wasimamizi na wasimamizi wasaidizi. Badiliko la 6 hilo. Badiliko la 7, au wasimamizi sasa watatangazwa kwenye gazeti la serikali, yani government notice, na majina yao yatabandikwa kwenye maeneo husika, ili kama kuna mtu ana pingamizi dhidi yao alipeleke, kwa sababu tunataka uchaguzi huru na haki. Badiliko la 7, endapo wewe ni mwanachama wa chama chochote cha siasa au ulikuwa kiongozi miaka 5 iliyopita, hauna sifa za kusimamia uchaguzi. Mabadiliko hayo. Badiliko la 8, tumekwenda kuandikisha wafungwa wenye kifungo kisichozidi miezi 6 wameandikishwa kupiga kura. Nchi hii wafungwa hawajawahi kuandikishwa. Badiliko la 9, kura zitaenda kupigwa magereza. Siku ya uchaguzi ndani ya magereza kutakuwa na kituo cha kupigia kura. Badiliko la 10, tumeunda kamati mahususi ya kuweza kuwateua mwenyekiti, makamu mwenyekiti, wajumbe wa tume na mkurugenzi wa tume katika ngazi ya taifa. Kamati hiyo inaundwa na watu wafuatao, watu wenye heshima kubwa sana. Kwanza, Jaji Mkuu wa Tanzania. Pili, Jaji Mkuu wa Zanzibar. 3, mwenyekiti wa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora. 4, makamu mwenyekiti wa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora. 5, mjumbe mmoja ambaye atateuliwa na hao. Unaona hiki chombo ni huru kabisa. Hivi wananchi, tunashaka na uhuru wa Jaji Mkuu? Tunashaka na uhuru wa Tume ya Haki za Binadamu? Kwa sababu nafasi ya Jaji Mkuu imeandikwa kwenye katiba. Nafasi ya hawa viongozi wa tume za haki za binadamu imeandikwa kwenye katiba. Na njia ya kupata vyombo huru, njia ya kupata vyombo huru duniani ziko 3 tu. Njia ya kwanza, kuteuliwa na rais, ambayo wenzetu wapinzani wameikataa. Wamesema hatutaki tume iteuliwe na rais, na sisi tumewakubalia. Njia ya pili ni kuteuliwa na bunge. Sasa kwa sababu jambo hili linahusu siasa na uchaguzi, mimi leo Damas mbunge nikakae niketeue tume ya uchaguzi, si ndio nitateua mtu aje anipendelee huku bungeni? Aje anitangaze nimeshinda wakati sijashinda? Kwa hiyo bunge nao ikaonekana haitakuwa chombo sahihi kuteua hiyo tume. Ndipo tukasema kuwe na tume maalum, kamati maalum ya kuteua au viongozi wakubwa wa tume ya uchaguzi. Sasa baada ya kufanya haya mabadiliko yote haya,
Ndugu zangu Wanalilambo, kinatokea chama cha siasa kinasema hakuna mabadiliko. Haya yote tuliyoyaongea ni nini? Si mabadiliko haya? Sijui wamekunywa kitu gani, mimi siwaelewi. Kwa sababu hata ukinywa miaka ya unakuwa na akili zaidi. Mabadiliko yapo na yanaonekana. Maana mabadiliko haya yote ndiyo maombi ya wapinzani. Leo wanasema hakuna mabadiliko. Ndugu zangu, jambo hili halina nia njema. Kwa sababu mabadiliko yapo. Wanataka kuingiza nchi yetu kwenye vurugu. Ndio maana wanasema tutakinukisha. Mtakinukisha kitu gani? Nchi hii na amani, mnasema mtakinukisha kitu gani? Tuendelee kuilinda amani yetu. Tuwaambie uchaguzi upo. Mwenye mamlaka ya kufuta uchaguzi ni Tume Huru ya Uchaguzi. Na Tume Huru ya Uchaguzi haijawahi kusema kwamba uchaguzi haupo. Wanachokisema ndugu zetu wa Chadema, wanataka tukiuke katiba. Tukiuke katiba kwenye mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, viongozi wote wanachaguliwa kukaa madarakani kwa muda wa miaka 5. Ikifika mwisho wa Oktoba mwaka huu, Dr. Samia, mawaziri wake na wabunge wake na madiwani wake hawapaswi kuendelea kuwa madarakani. Kuendelea kuwa madarakani zaidi ya Oktoba ni kuvunja katiba. Sasa wapinzani wanatuambia tusifanye uchaguzi, tuendelee kuwa madarakani ili tuvunje katiba. Nyinyi wananchi mnakubali hayo? Mkataba wa wananchi na Chama cha Mapinduzi ni kwamba serikali ya CCM imepewa miaka 5. Baada ya hapo tunakwenda kwenye uchaguzi kwa mjibu wa katiba. Na mimi kama waziri mwenye dhamana ya katiba na sheria, kazi yangu ni kusimamia katiba. Siwezi kuruhusu kuona katiba inavunjwa. Uchaguzi upo, CCM tumejipanga, Dr. Samia amejipanga, Dr. Nchimbi amejipanga, na tunakwenda kushinda. Lakini swala la uchaguzi ni haki ya mwananchi. Ni haki ya raia kushiriki uchaguzi. Haki hiyo ni haki ya kikatiba. Ibara ya 5 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ibara ya 5, ibara ndogo ya kwanza inasema, kila Mtanzania raia mwenye umri wa miaka 18 na kuendelea ana haki ya kushiriki kupiga kura. Hauhitaji kuwa mwanachama wa chama cha siasa kushiriki haki hiyo. Kwa hiyo vyama vya siasa havina mamlaka ya kikatiba ya kumwambia mtu yoyote usiende kushiriki uchaguzi. Kwa sababu haki hiyo wamepewa raia kwa mjibu wa ibara ya 5, ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye mimi mbunge wenu mlionichagua kuwa mbunge, Mheshimiwa Rais ameniteua kuisimamia hiyo katiba. Ibara ya 5, ibara ndogo ya 2 imeeleza ni kwa mazingira gani au ni kwa sababu gani mtu hataruhusiwa kushiriki zoezi la kupiga kura. Wameeleza sababu 4. Niziseme nisiseme? Niseme nisiseme? Sababu ya kwanza, huyo mtu awe na uraia wa nchi nyingine. Sasa sisi tulioko hapa, jamani, kuna raia wa Msumbiji hapa?
au kuna raia wa nchi nyingine? Maana sisi tuna haki ya kwenda kupiga kura. Sababu ya pili, usiwe kichaa, usiwe mwenda wazimu, usiwe chizi. Sasa niulize, kati ya sisi hapa kuna kichaa? Kuna mwenda wazimu hapa? Manake sisi sio wenda wazimu, katiba na turuhusu twende tukapige kura. Sababu ya tatu, uwe mhalifu uliotiwa hatiani na mahakama kwa makosa fulani fulani. Jamani, hapa mimi naona raia wema tu. Kuna mhalifu hapa? Sababu ya nne, ukose kitambulisho cha uraia, kitambulisho cha mpiga kura au kitambulisho cha umri. Sasa hapa tulivyojiandikisha jamani, si tunavyo vitambulisho? Katiba inaendelea kusema, mbali na sababu hizo, hakuna sababu nyingine yeyote itakayemzuia mwananchi kushughulika na kupata haki yake ya kupiga kura. Sasa mimi nikawa najiuliza, ile no reform no election inaingia wapi katika hii sababu nne? Na sababu hizo sio tu za kisheria, zimeandikwa kwenye katiba. Sizitungi mimi Damas. Mimi nasoma katiba, na nyinyi mkienda kusoma ibara ya 5 ibara ndogo ya 2 mtazikuta zimeandikwa pale. Wanaleta visingizio na kuongea Kiingereza kwa sababu wanaona maji yamegusa mustachi. Wanaweka mpira kwa pani. Yaani kama wale Chadema wangekuwa kwenye timu ya mpira wangesema hatuchezi. Hatuchezi oye. Mheshimiwa Hussein shangilia. Yobo shangilia. Sisi tujipange. Hakuna mwenye uwezo wa kuzuia uchaguzi. Tunakwenda kushinda. Dr. Samia anakwenda kushinda. Dr. Nchimbi anakwenda kushinda. Dr. Hussein Mwinyi anakwenda kushinda. Alafu sasa mnaona, rais ni dokta, mgombea mwenza ni dokta, rais wa Zanzibar ni dokta, na mimi mbunge wenu dokta. Mambo si yamekaa vizuri hapo? CCM oye! Na mimi nirudisheni nikakutane na madaktari wenzangu kule. Mama Monyo, nitarudi sitarudi? Kama amesema Mama Monyo mambo mazuri, tumpigie makofi sana. Ninawaomba kurudi kwa sababu zifuatazo. Mimi na waheshimiwa madiwani hawa kina Yobo tumefanya mengi, lakini bado nina deni na Wanasongea. Kwa sababu hii ndo miaka yangu 5 kamili ya kwanza. Uchaguzi mkuu wa kwanza mimi nilifanya 20 na 20. Hivi kweli mbunge anakaaga miaka 5? Nyinyi maendeleo ya miaka hii 5 si mmeyaona? Na waomba mnipe niwaletee maendeleo zaidi. Tutaendelea kuyafanya haya yote, lakini makubwa zaidi nitakayoyabeba ni mawili. La kwanza ni elimu. Tuna shule za msingi, tuna sekondari za kutosha. Sasa ninapeleka nguvu kwenye vyuo vikuu. Tuna vyuo vya serikali. Tuna chuo cha VETA Msamala. Tuna chuo cha RMA pale Majengo kwa Mheshimiwa Hussein. Tuna chuo cha ualimu kule Matogoro, kiko kwa Mheshimiwa Isa Chiwaneke. Kile chuo kiko kwenye kata ya Ndilimalitembo. Unajua ndio ramani zetu zilivyo. Lakini tuna chuo kikuu huria cha Tanzania,
kipo pale Sodeko. Leo tumemkabidhi mkandarasi site kwenye kata ya Mheshimiwa Goliama. Kulikuwa na shughuli kule, bilioni 18 Dr. Samia ametuletea pale, zimekuja kwangu mimi na mimi nimempa Goliama. Tayari ujenzi unaanza. Tunaenda kujenga chuo kikuu chenye uwezo wa kuchukua wanafunzi 12,000 kwa mkoa wa Mtwara, Lindi na Ruvuma. Hiki ndio kitakuwa chuo kikubwa zaidi. Tumeambiwa pale leo kitashindana na chuo kikuu cha Dar es Salaam na chuo kikuu cha Dodoma, ndio kitafuata hiki. Lakini sijalizika, nataka chuo kingine. Nataka kile RMA tukihamishe pale, tukipeleke Mwenge Mshindo kwenye ile hospitali ya rufaa pale, ili kitoe certificate, kitoe diploma, kitoe na degree. Tukifanya hivyo, mji wetu utakuwa na vyuo 6 vya serikali. Kwa hiyo ninawaomba hili nilitekeleze hilo. Lakini jingine ninawaomba, ili tuifanye Songea iwe ya viwanda. Tumeanza pale Lilambo, lakini kumbukeni tumeshalipa fidia pale EPZA Mwenge Mshindo ekari 5,000. Nimepeleka proposal serikalini kwamba serikali ije kwenye eneo lile, itengeneze barabara za lami, iweke umeme, iweke maji, itujengee na majengo yale kama magodown ya kuwekea viwanda, ili sisi tuende tukapangisha, tukaweke mashine zetu mle ndani, tufanye uzalishaji. Proposal hiyo imekubaliwa, na Songea tutakuwa katika miji 3 ambayo tutaingia kwenye mradi huo. Kwa ninavyowaomba mniongezee miaka 5, nina makusudi ya kutekeleza mambo mengi, ikiwemo hii miradi 2. Nawaomba kwa sababu najua kuna watu wanajipitisha huko. Maandiko yanatuambia siku za mwisho kutakuwa na manabii wa uongo. Sio maneno yangu mimi, ni maandiko. Na uwezi kupingana na maandiko. Na sifa za manabii wa uongo ni kutoa ahadi na kufanya miujiza ya sarakasi. Mtu anakuambia eti yeye ana uwezo wa kuponya wagonjwa. Sasa si angeenda hospitali kule, wagonjwa wako wengi. Sasa tuna manabii wa uongo kwa sababu siku za mwisho za kisiasa zimekamilika. Zimefika. Siku za mwisho za kisiasa zimefika, na tunawaona manabii wa uongo. Wengine wanawadanganya madiwani wetu kwamba najua mimi ndo mbunge, nagombea hapa nitashinda. Wewe Huseni, mimi nikishinda wewe ndo utakuwa meya. Na Huseni unakubali kwamba utakuwa meya. Na wewe Huseni unajua kazi ya kupata umeya ilivyokuwa ngumu. Uliifanya kipindi cha Mshaweji, unaijua. CCM oye! Sasa ndugu zangu, kuna tangazo moja naomba kwa ruhusa yenu niliseme. Songea tumebahatika kupata timu ya mpira wa miguu inaitwa Songea United. Imekuwa timu kubwa, imekuwa timu maarufu. Mwezi wa 4 ilicheza na ile timu anaipenda Yobo ile. Ile timu ilibana mbavu kweli kweli. Ilitafuta mpira kwa tochi. Wakalazimisha mpira unatolewa nje, unaingizwa ndani, wanasema goli. Afu Yobo anashangilia. Yobo ye!
kushangilia oye. Hivi ile mechi nyinyi simliona? Ule mpira ulivyotoka nje simliuona? Unarudishwa ndani simnauona? Alafu hata wenyewe walishindwa kushangilia lile goli. Mwenyekiti, sinasema kweli? Nilinde mwenyekiti. Mwenyekiti nilinde. Mbona naona Yobu ananitishia hapa. Sasa ile timu mlioiona kwenye TV ikicheza na Yanga, tumekuwa nayo hapa msimu mzima na imepewa jina zuri kweli. Inaitwa Songea United. Unajua Majimaji sio jina letu sisi tu wanasongea. Vita ya Majimaji ilipigana Njombe, ilipigana Morogoro, ilipigana Rufiji, ilipigana Lindi, ilipigana mpaka Pwani, ilikwenda Mtwara, ilikwenda Tunduru. Kwa jina lile la Majimaji tunashare watu wengi sana. Ndio maana tumeamua kuja na jina letu. Linaitwa Songea United. Au jina maarufu wanaitwa Wanachandamali. Na Chandamali si iko hapa. Sasa timu ile inacheza mechi ya mwisho tarehe 11 ya mwezi wa 5 mwaka 2025 katika uwanja wa Majimaji. Inacheza na timu moja inatoka Dar es Salaam inaitwa Cosmopolitan. Au kwa wale wazee wa zamani wanajua inaitwa Cosmo. Cosmo ile ile ambaye mwenye kuchukua ubingwa wa nchi hii ndio inakuja kucheza na Songea United tarehe 11. Katika mechi hiyo mimi mbunge wenu nimenunua tiketi zote na nimewapa wananchi wangu. Kwa hiyo siku hiyo mtaingia bure kwa sababu tiketi nimeshanunua mimi. Wewe unachotakiwa ni nauli yako tu. Kufika uwanja wa Majimaji, kujionea hilo pambano la mechi ya mwisho tukifunga msimu ili tuweke baraka za msimu ujao. Mechi itaanza saa 10. Lakini sisi tutakuwepo pale uwanjani, shughuli itaanza saa 7. Wasanii wote wa Songea wataenda pale kutumbuiza. Wale Coins Band, mnawajua wakila na Mchunga. Wale ndo wameimba ule wimbo wawili wawili mchezo unanoga. Sasa wale watakuwepo. Na ule wimbo wawili wawili mchezo unanoga utapigwa live pale uwanjani. Kwa hiyo hakikisha kwamba unakuja na mwenzako ucheze ule wimbo pale. Kama una mtafute. Domi, kama una mtafute. CCM oye! Lakini kutakuwa na mwanamuziki mmoja mkubwa kutoka Dar es Salaam. Nimseme nisimseme? Nimseme nisimseme? Dula Makabila atakuwepo. Kwa hiyo kuanzia saa 8 mpaka saa 10 itakuwa ni shughuli ya bandika bandua. Burudani kama zote. Saa 10 tutaangalia mpira. Wakati wa mapumziko burudani zitaendelea. Na mpira ukiisha burudani zitaendelea. Haya ndio mambo ambayo yatatokea siku ile. Sio siku ya kukosa pale uwanjani. Usiwe na wasiwasi na kiingilio. Mimi mbunge wako kiingilio nimesha kulipia kwa sababu na mapenzi makubwa sana na nyinyi. Ndugu zangu wanalilambo, wanalikuyufusi. Ni vizuri kukumbuka mema ambayo Chama cha Mapinduzi kimetufanyia. 2020 Chama cha Mapinduzi kilipita humu kikinadi ilani, na mimi mwenyewe nilifanya mkutano hapa Likuyu
tukatoa ahadi nyingi kwenye kitabu kile cha ilani. Naomba niwatangazie kwamba ahadi zote tulizozitoa kwenye kitabu kile cha kurasa 303 tumezitekeleza. Hivyo tuna uhalali kwa Chama cha Mapinduzi kuomba ridhaa tena, ili tulete maendeleo mengi zaidi, ili Likuyufusi ibadilike, ili Sinai ibadilike, ili Mang'ua ibadilike, ili Lilambo A ibadilike, ili Lilambo B ibadilike, lakini hata Luawasi ibadilike. Maana sijahitaji Luawasi, naona Yobu anakasirika. Maana kule ndio kwa bi mkubwa kule. Kule ndio Ikulu kule. CCM oye. Na bi mkubwa mwenyewe na shemeji yangu, simama utupungie mkono kidogo. Mpenda mama, chimbe shimo ajifukie. Mpenda mama, chimbe shimo ajifukie. Nasema mpenda mama, chimbe shimo ajifukie. Mpenda mama, chimbe shimo ajifukie. Mpenda mama, chimbe shimo ajifukie. Bi mkubwa oye! Sijui na bi mdogo yupo? Hajafika? Eti bi mdogo yuko wapi? Stamili hajafika? Manake sifa ya kuwa diwani Lilambo lazima uwe na wake wawili. We una wake wawili, utaweza kuendeleza kata kama hii? CCM oye! Mimi nakushangaa Goliama, wewe alikata lile likubwa mke mmoja tu. Lazima uongeze kata ile kubwa. CCM oye! Ndugu wenzangu wana Lilambo, mwisho kabisa niwapeni salamu za Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Nilimuomba ruhusa ije nishiriki masuala ya mwenge. Kesho tunaupokea mwenge pale Igawisenga. Hivi wenzangu wote wametangulia, wanaenda kulala Madaba. Mimi nikasema hapana, nina shughuli na wana Lilambo. Nimalize shughuli kwanza, alafu ndio niende huko. Kwa hiyo nilimwaga Mheshimiwa Rais, anajua niko kwa ajili ya shughuli ya mwenge na anajua kwamba leo niko kata ya Lilambo. Mheshimiwa Rais anawasalimia sana. Tujitokeze kwenye mapokezi ya mwenge. Na pale kwenye mkesha wa mwenge, Wizara ya Katiba na Sheria ambaye mimi ndio waziri wake, tumeweka mpango tuletea msaada wa kisheria pale. Ule usiku wa mkesha watu watakesha kuwapa msaada wa kisheria. Kwa hiyo tusikose. CCM oye! Na tarehe 14 tunaupokea mwenge. Mnajua tunaupokelea wapi? Tunaupokelea wapi? Mwenge unapokelewa Likuyufusi. Hii ni heshima kubwa. Tutakuwa wote tena kwenye mapokezi hayo. Niwatakie kila laheri. Kidumu Chama cha Mapinduzi! CCM oye! DJ wape mziki wa chama watu wafurahi. Asante.